Naam, sina shaka macho atakuweko kwenye screen mtazamaji ukitazama T-Sport ya Tumaini Television kwa hivi sasa. Mimi ni Aaron Panduka, karibu sana kwenye T-Sport. Katika siku ya leo Jumatatu niko na Jafet Simba, mchambuzi mwalikwa, lakini pia yuko Deusila Ndogo, naye pia utamtazama hapa katika eneo la uchambuzi katika yale yote ambayo utakuwa na dadavua hapa ndani ya T-Sport. Twende katika round up, tukirejea hapa tutaanza mchaka rasmi kabisa wa T-Sport katika siku ya hii leo. Mtazamaji wa T-Sport, karibu katika T-Sport Roundup kufahamu yaliyojiri katika michezo katika juma lililopita. Baraza la michezo la taifa BMT limetoa ufafanuzi kwa umma, wanachama na wadau wa klabu ya Simba kuhusu utekelezaji wa katiba iliyorekebishwa klabu hiyo iliyoidhinishwa Februari ya 18 mwaka 2026, hatua inayokuja baada ya mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kulalamika kuhusu utekelezaji wa katiba mpya. Taarifa iliyotolewa Agosti ya 19 na katibu mtendaji wa BMT Neema Msita imeeleza kuwa marekebisho ya katiba ya Simba yalipitishwa na mkutano mkuu wa wanachama wa klabu ya Simba mnamo Novemba 30 mwaka 2025 na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama vya vilabu vya michezo kwa uchambuzi na kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni husika, ambapo baada ya uchambuzi huo BMT kupitia msajili ilikabidhi rasmi katiba hiyo ya Simba ili ianze kutumika. Taarifa hiyo imeeleza kuwa serikali imefafanua kuwa ilikamilisha wajibu wake wa kuidhinisha na kukabidhi katiba hiyo, na kuanzia hapo wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama ni wa klabu ya Simba yenyewe, na kusisitiza kuwa utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya klabu, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, serikali inatambua kuwa utekelezaji wa mabadiliko hayo unaweza kuibua masuala ya utaratibu unaohitaji ufafanuzi. Kwa hiyo BMT na taasisi nyingine husika za serikali ziko tayari kuipokea klabu ya Simba kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa utaratibu pale inapohitajika kwa mujibu wa mamlaka ya kila taasisi. Serikali inatoa wito kwa klabu ya Simba kutumia vyombo na taratibu zake halali kukamilisha utekelezaji wa katiba iliyoidhinishwa. Mtazamaji, taarifa nyingine iliyochomoza katika juma lililopita, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amemtaka mkandarasi wa mradi wa uwanja wa mpira wa Dodoma kuongeza kasi ili kuhakikisha kazi hiyo inakamilika kwa wakati kwa kuzingatia ubora na viwango vinavyohitajika. Msigwa ametoa kauli hiyo Agosti 20 wakati akikagua maendeleo ya uwanja huo, ambao ameeleza hadi sasa uwanja huo umefikia 15%. Amesema kuwa serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu ujenzi wa uwanja huo hadi utakapokamilika ili kuhakikisha unakidhi viwango vya kimataifa. Aidha, Msigwa amewapongeza wakandarasi na wasimamizi wa uwanja huo kwa kazi nzuri, ambapo ameridhishwa na maendeleo yaliyofikiwa hadi sasa. Kwingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kuongezwa kasi ya ujenzi wa viwanja vya mazoezi vitakavyotumika katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027 ili vikamilike kwa wakati na kukidhi viwango vinavyotakiwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Amesema kazi hiyo inapaswa kufanyika kwa kasi, ikiwemo kuongeza muda wa kufanya kazi pale inapobidi ili viwanja vikamilike kwa wakati na Tanzania iwe tayari kabla ya ukaguzi wa maandalizi unaotarajiwa kufanywa na CAF. Waziri Mkuu ametoa maelekezo hayo Ijumaa ya Agosti 21 baada ya kukagua maeneo ya ujenzi wa viwanja vya mazoezi vya Farasi na Leaders Club Dar es Salaam, ambavyo ni miongoni mwa viwanja vitakavyotumika katika maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 yatakayofanyika kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya na Uganda. Taarifa ya mwisho katika taarifa za kitaifa, mashindano ya Judo Ambassador Cup 2026 yamefanyika Don Bosco Upanga jijini Dar es Salaam, yakishirikisha vilabu mbalimbali kutoka Tanzania katika kategoria za wanawake na wanaume. Mashindano hayo yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya chama cha Judo Tanzania na ubalozi wa Japan nchini Tanzania, yakilenga kukuza mchezo wa judo, kuibua vipaji na kuwapa wanamichezo uzoefu wa ushindani. Vilabu vinaendelea kuchuana kwa ushindani mkubwa kusaka ubingwa wa mashindano hayo. Rais wa chama cha Judo Tanzania JATA Richard Ndayirukye amesema mashindano ya Judo Ambassador Cup yamefanyika kwa mwendelezo, huku yakisaidia JATA kutathmini viwango vya wachezaji kutoka vilabu mbalimbali nchini.
Amesema mashindano hayo ni muhimu katika kuibua vipaji na kuwapa wachezaji nafasi ya kuonyesha uwezo wao sambamba na kusaidia maandalizi ya timu za taifa. Mtazamaji wa T-Sport Roundup, wasaa mzuri wa kuvuma katika taarifa za kimataifa. Ligi kuu ya kandanda nchini Uingereza Premier League imeweka sheria mpya zitakazotumika kuanzia msimu wa 2026-27 ikiwa ni pamoja na hatua za kupunguza muda wa kuchelewesha mchezo. Miongoni mwa sheria hizo ni mchezaji aliyeumia kutakiwa kukaa nje ya uwanja kwa angalau dakika moja kabla ya kuruhusiwa kurejea badala ya sekunde 30 zilizokuwa zikitumika awali. Pia kutakuwa na muda wa sekunde 5 kwa timu kufanya mipira ya kurusha na mipira ya kuanzisha mchezo kutoka langoni, goal kicks. Timu itakayochelewesha utekelezaji inaweza kupoteza haki ya kuanzisha mpira huo. Mchezaji anayebadilishwa atapewa sekunde 10 kuondoka uwanjani. Akishindwa kufanya hivyo ndani ya muda huo, mchezaji anayesubiri kuingia atatakiwa kusubiri hadi mchezo utakaposimama tena. Sheria nyingine ni kuanzishwa kwa mapitio ya VAR katika mazingira maalum, ambapo mchezaji amepewa kadi ya pili ya njano ambayo imeonekana kuwa kosa la wazi. VAR inaweza kusaidia kurekebisha uamuzi huo endapo kosa limeonekana wazi. Katika tennis, mchezaji nambari 1 duniani Jannik Sinner amejiondoa kwenye mashindano yajayo ya US Open kutokana na jeraha la goti. Mchezaji huyo raia wa Italia mwenye umri wa miaka 25 hajashiriki mashindano yoyote tangu aliposhinda taji la Wimbledon mwezi Julai. Uamuzi wa Sinner umekuja siku moja baada ya mpinzani wake mkuu Carlos Alcaraz kutangaza kuwa atashiriki mashindano ya Flushing Meadows kufuatia kutokuwepo uwanjani kwa miezi 4 kutokana na jeraha la mkono. Wakati Mhispania huyo akiwa nje ya uwanja, Sinner ametawala mashindano ya wanaume ya mwaka 2026 na anashikilia nafasi ya kwanza katika viwango vya dunia kwa tofauti kubwa. Sinner alinyakua taji lake la 5 la Grand Slam katika kitengo cha mchezaji mmoja kwa kumshinda Alexander Zverev katika fainali iliyofanyika All England Club. Mwisho na tamati ya T-Sport Roundup. Naam, tumerejea tena mara baada ya round up mtazamaji, na tunaendelea rasmi kabisa na T-Sport yetu hapa. Aaron Paduka, niko na Jafet Simba pamoja na Deusela Ndogo. Tunaanza na mchaka wa T-Sport katika siku ya leo kama kawaida, na mada zetu zile kuziangalia kile ambacho kipo katika siku ya leo. Lakini yote kwa yote tunaruka kwa udhamini mzito kabisa wa Lasso Stationery. Hawa bwana wanatengeneza muonekano mzuri wa hadhi ya juu katika vitambulisho, vitabu, majarida na stika za bidhaa. Wanavalisha chapa yako katika t-shirt, vikombe na beji kwa finishing ya kimataifa. Laji fumati za uhakika kabisa, banners, roll-ups, mpaka tear drops zinazopepea kwa ushindi. Lakini pia wanapendezesha ofisi kwa picha mbao, picha saa zenye ufundi wa kipekee kabisa. Lakini pia wanatengeneza yale mabango ya 3D, wanakutengenezea kwa uzuri kabisa. Hao ndio Lasso Stationery, na wenyewe wanasema njoo na wazo lako tu, alafu wenyewe watakupeleka unakotaka kwa ukubwa. Na nambari zao za simu ni zipi? Ni 0712 86 30 25. Utawasiliana nao na watakwambia nini ambacho wanakifanya, na wewe pia unataka nini, basi mtaelekezana hapo na mtakubaliana bei. Mambo yatakuwa rahisi kabisa, watakufanyia kile ambacho unahitaji kufanya. Lakini zaidi ya yote tunaanza na mada zetu sasa. Kwanza tunaanza na kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara. Imeendelea kuchacha mbuga tangu ilipoanza rasmi msimu huu, na pengine watu wanaweza kawa wanajiuliza pengine kitendo cha ligi kuu soka Tanzania bara kuanza kwa kadi nyingi nyekundu, tatizo ni nini? Shida ipo kutokana na VS kuwepo, teknolojia hiyo mpya, ama ni wachezaji wenyewe ndio wanasumbua kwa maana nidhamu mbovu kwa upande wa wachezaji? Shida hapo iko wapi? Jafet Simba, naam, shida iko wapi? Uwepo wa teknolojia ya VS ndio unaumbua na kuibua vyote hivyo ambavyo katika misimu iliyopita tulikuwa tuvioni pengine, au ndio nidhamu mbovu ya wachezaji inapelekea wingi wa kadi nyekundu kwa sasa? Ya yote yanawezekana, lakini la msingi zaidi inawezekana watu walikuwa wanafanya mambo lakini yalikuwa hayaonekani vizuri.
Kwa hiyo kutokana na teknolojia kuwepo sasa imefanya mapinduzi, na yale ambayo yalikuwa yanajificha katika nafasi ya kumsaidia mwamuzi wakati anafanya maamuzi yake yanakuwa yako wazi zaidi. Nianze tu kwa kuona jinsi ambavyo teknolojia ikiingia inaweza ikabadilisha hayo mandhari ya jinsi ambavyo matokeo yanapatikana na matukio tofauti tofauti ndani ya uwanja. England waliingiza mfumo wa VAR na mwaka 2019 2020 kwenye ligi yao. Kama unakumbuka mechi ya kwanza ilichezwa Agosti 9 kati ya Norwich na Liverpool. Ndio. Yes, lakini unaona jinsi ambavyo wakati wao wanaingiza ule mfumo iliwasaidia, kwa sababu msimu mzima watu ambao wachezaji ambao walipata kadi nyekundu ilikuwa ni wachezaji 44. Ndio. Tofauti ya kwamba msimu wa 2018-19 walipata kadi wachezaji 47. Round, yani mzunguko mzima. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo wao iliwasaidia kushusha idadi kubwa ya kadi nyekundu. Ndio. Lakini sisi kwetu mpaka sasa unaona raundi ya 3. Lakini si chini ya kadi nyekundu 9 zimeshatoka kama niko sawa. Unaona kabisa kwamba mpaka tunakwenda kuimaliza ligi inawezekana kukawa na kadi nyekundu nyingi zaidi. Kwa sababu kama raundi ya 3 tayari kuna kadi kama 9, ukilinganisha na ile takwimu ya England ambao wao msimu mzima walipata kadi 44 baada ya kupata VAR. Ndio. Unaona kabisa kwamba yawezekana sisi tukaenda hit juu zaidi. Ni hali tu ya wachezaji kugundua kwamba sasa tunacheza kwenye eneo ambalo ni jeupe zaidi kuliko vile ambavyo tulivyokuwa tunacheza zamani. Lakini ukiangalia mfumo wa VS tangu umekuja unazisaidia timu ndogo za ligi kuu ya Tanzania kupata vitu ambavyo wanastahili. Kwa sababu kuna, kwa mfano ni mfano huko hai tu kabisa. Ukiangalia msimu wa mwaka jana timu kama Simba au Yanga mchezaji wao kupata kadi nyekundu ilikuwa ni kitendawili. Yaani unaweza ukasema kwamba tangu ligi inaanza mpaka ligi inakwisha wao hawajafanya matukio yale ya kuhatarisha, kwa sababu VS imekuwa inatusaidia hata pale ambapo mtu anacheza mpira katika mazingira ya kujali usalama wa mchezaji mwenzake. Ndio. Kwa hiyo timu za Simba na Yanga zile ambazo ni timu kubwa zilikuwa zinapata favor sana, kwa sababu waamuzi walikuwa hawafikii hizo hatua kubwa za kuchukua maamuzi ya kuwatoa wachezaji kwa kadi nyekundu. Lakini this time tunaona mwamuzi anakwenda anajiridhisha, na ukitaka kujua hilo angalia kadi nyekundu zote ambazo zinatoka zinaambatana na mwamuzi kwenda kujiridhisha kwenye VS. Hakuna kadi ambayo ilitoka yani tukio alafu zeni mwamuzi anaingia anatoa kadi baadaye anakwenda kujiridhisha. Ni sijaona katika mechi nilizoangalia. Nyingi imekuwa kwamba tukio linafanyika, mwamuzi anashauriwa na benchi la ufundi kwa kuomba marejeo, alafu zeni akienda kule ndo anakuja kugundua kwamba kulikuwa na mazingira ya kutoa kadi nyekundu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mapinduzi yamekuwa ni tofauti upande wetu katika mapokeo. Angalia wenzetu England yani katika kadi zote. Ndio. Ukijumuisha njano na nyekundu msimu wa 2018-19 zilipatikana kadi 122. Lakini msimu wa 2019-2020 zikapatikana kadi 1233. Kwa hiyo kadi za njano ndio zilizidi kuliko kadi nyekundu. Kwa hiyo unaona kuna tofauti katika mapokeo. Kikubwa ni kwamba tutambue kwamba hii teknolojia iliyokuja inawasaidia waamuzi. Kwa hiyo si jambo baya sana kuona haya ambayo yanatokea. Si jambo baya kuona haya ambayo yanatokea. Mtazamaji, huyo ni Japhet Simba akitoa mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho tupo nacho kwa hivi sasa kuhusiana na swala zima la kadi nyekundu ama VS. VS kadi nyekundu pamoja na wachezaji wenyewe. Kipi hapo kinaonekana kinaleta usumbufu? Kadi nyekundu ni nyingi, lakini pia tunaona ligi imeanza kwa kadi nyekundu hizo nyingi. Lakini sasa je, teknolojia ya VS ama shida iko wapi? Shida iko kwa wachezaji wenyewe ama uwepo wa VS? Yote hayo tunazungumza. Kabla sijaenda kwa Deus Landowe, nikwambie tu
Unaweza ukatuma ujumbe fupi kwa nambari ambazo zinapita kwenye screen yako hapo chini, lakini pia ukatambulisha jina lako nani, unatokea wapi, unatazama ukiwa wapi. Either labda unatazama kwenye simu pia unaweza ukatuambia, au uko nyumbani kwako unatazama kwenye TV, macho kwenye screen utatuambia pia. Sisi tutajua hilo, na ni muhimu pia kulijua. Huyu anasema video support inasaidia sana. Kwa mfano Simba kadi nyekundu ni halali, ila makosa ya red card yanafanyika timu zote, ila timu zingine hazipewi red card isipokuwa Simba peke yake. Marefa watende haki. Mfano Sharulile na Baka wanafanya makosa ya red card na hawapewi. Anaandika hivyo, lakini hajasema anaitwa nani, anatokea wapi. Kwa hiyo taja jina lako, unatokea wapi. Itakuwa ni jambo zuri sana wewe pia kujua, kujisikia jina lako, inakuwa ni jambo zuri kweli kweli. Lakini jumbe fupi pia nitaziangalia baada ya kidogo. Twende kwa Deus Elandogo. Hili swala wewe unalizungumziaje bwana Deus? Ni shida ni wachezaji ama uwepo teknolojia ya VS ndio unaibua hayo? Yeah, kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha hivyo mchezaji au wachezaji kuweza kupata kadi nyekundu kwa wakati mmoja. Nyingi, kwa sababu ukiangalia ligi yetu mpaka sasa hivi tupo raundi ya 3. Ukipiga hesabu ya wachezaji ambao wamepata kadi nyekundu, walionyeshwa kadi nyekundu ni wengi. Simba peke yake ni wachezaji 3. Coastal Union wapo kina Geoffrey Manyasi, lakini pia Azam tumemshuhudia Aishi Manula, pia naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuonyeshwa kadi nyekundu. Sasa ukiangalia moja ya sababu ambayo inatajwa kuweza kupelekea haya yote ni intensity ya ligi moja wapo. Yaani ligi haijaanza kinyonge, ligi imeanza ikiwa na uzito wake stahiki. Iangalie mechi ya Simba dhidi ya Pamba, ile intensity ambayo Simba anakutana nao kwenye mechi dhidi ya Pamba haukuwa rahisi kuweza kumudu wakati mwingine. Inamaanisha hapa matumizi ya nguvu yanakuwa ni makubwa kuliko uhalisia jinsi ambavyo ulivyokuwa. Lakini angalia mechi ya Yanga dhidi ya Coastal. Coastal anakwenda kupata kadi nyekundu Geoffrey Manyasi. Coastal ndio walikutana na heavyweight. Yaani intensity za mechi za ligi hizi ambazo tumeanza nazo mwanzoni hapa zinapelekea wakati mwingine kadi zingine kuweza kutoka nyekundu. Lakini makosa mengine ni nidhamu ya mchezaji mwenyewe binafsi. Kwa mfano kadi nyekundu ameonyeshwa Jabir ile klabu ya Simba kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji. Ni nidhamu binafsi, kwa sababu ukiungwana kikawaida mchezaji unavyokuwa unakwenda kumpiga mwenzako kiwiko, maana yake hilo sio kosa la kusema kwamba la pressure tena, ni nidhamu yako tu binafsi na umekosa utu ndani yako. Lakini kikubwa ni kwamba ligi yetu imeanza na intensity kubwa sana ambayo wakati mwingine kuna baadhi ya timu zinashindwa kumudu, inapelekea mpaka wachezaji kuweza kufanya makosa hayo ambayo yanapelekea kuweza kuonyeshwa kadi nyekundu. Wanakwambia kwenye mpira wa miguu zile dakika 90 mchezaji anapokuwa kwenye pitch hali yake ya blood pressure, mapigo ya moyo, kila kitu kinabadilika tofauti na akiwa nje na uwanja, kwa sababu zile dakika anakuwa na kichaa cha mpira, anakuwa na kichaa cha mpira, anakimbia sana, anatumia energy kubwa, anatumia akili kubwa kuwaza, kwa hata matendo wakati mwingine ambayo anakuwa anayafanya akikutana na upinzani mkali inakuwa ni matendo ambayo yanaondoka katika uhalisia. Lakini kingine ni hatuwezi kuiacha video support VS FVS imekuja kuwa ni supportive sana kwenye haya yote. Ukishuhudia kadi zote ambazo zimetolewa hizi ni makocha wanakwenda kuomba kwamba bwana kuna tukio limefanyika, njoo ushuhudie. Wanakwenda kwa mfano Duchu Mligo alipoonyeshwa kadi nyekundu juzi, ni tukio ambalo tayari mpira ulikuwa ushapigwa, wanakwenda ku review, wanakuta alifanya madhambi, anakwenda kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kimekuja kusaidia kuweza kuibua makosa ambayo wakati mwingine yalikuwa hayaonekani kwenye macho ya kawaida ya kibinadamu. Yaani macho ya kawaida ya kibinadamu yalikuwa hayaonekani, lakini baada ya kuja kukutana na VS ambapo mwamuzi anapata nafasi ya kwenda ku review, inakuwa rahisi kuweza kujua kwamba mchezaji alicommit foul ama kucommit foul. Lakini kiuhalisia ligi imeanza ikiwa na intensity kubwa sana ambayo imepelekea yote haya kuweza kuona tukishuhudia kadi nyingi nyekundu zikitoka mwanzoni kabisa. Iangalie, ukitaka kujua ile iangalie ile mechi ya Pamba na ilikuwa ni TRA na Azam. Yes. Kitendo alichokifanya Manula ni intensity ya mechi. Mechi ilikuwa ni heavyweight. Alifanya kwa timu, sio kwa niaba yake. Yaani anafanya kwa timu. Sababu ile ilikuwa
yeye na mshambuliaji. Yeye na mshambuliaji. Yes, Alifanya kwa timu. Asingefanya vile, TRA wanakwenda kusawazisha. Angalia Geoffrey Manyasi. Yanga walikuwa wana press sana nani? Coastal Union. Anafanyaje sasa? Alishaona kwamba amepitwa, anafanyaje? Na kibinadamu unapokuwa uwanjani ndio hivyo, unatumia energy kubwa, akili kubwa, anakomiti madhambi. Kwa hiyo intensity ya ligi inawezekana ikawa ni moja ya kitu ambacho kimepelekea haya yote. Sasa tunaondokaje hapa? Inabidi timu zikae na wana saikolojia wao kuweza kuwajenga wachezaji wao kisaikolojia. Maana yake inawezekana kuna shida hapo kidogo kwenye akili ni kama vile haijatulia bado yani anapokuwa uwanjani. Kwa hiyo lazima wana saikolojia wafanye kazi kuweza kuwashauri wachezaji pindi ambapo wanakutana nyakati ngumu kama hizo ambazo wanakutana nazo viwanjani, wanawezaje kuweza kuepuka makosa ambayo yanaweza kupelekea kuweza kuonyeshwa kadi nyekundu. La sivyo tunaweza tukashuhudia kadi sana nyekundu nyingi sana. Maana yake Simba imekuwa ni kama vile Chelsea msimu jana. Chelsea msimu jana ni karibia kila mechi anaonyeshwa kadi nyekundu. Kila mechi anaonyeshwa kadi. Sasa wa timu kubwa yenye level kubwa kama vile ya Simba kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye kila mechi. Kuna walakini kidogo sehemu. Lazima wana saikolojia wakae chini kuweza kuzungumza na wachezaji. Inawezekana ndio ligi ni ngumu, ina intensity kubwa, lakini hatuwezi kuondoka kwenye ubinadamu ule ambao unakufanya wewe kuweza kutekeleza majukumu yako pasina kuweza kwenda nje na vile ambavyo vinavyotakiwa. Nadhani vile Aaron cha kuzingatia sana kama alivyosema Deus, ndio kwamba wana saikolojia wanapaswa kuhusika zaidi katika timu zote kuandaa wachezaji wao, lakini pia ni kuangalia jinsi ambavyo unaweza kuingiza mguu kwenye mpira ambapo yani position uliokuepo na mguu uingizaje ili kukwepa hatari ya namna hiyo, kwa sababu moja kwa moja kwenye VS mwamuzi akikuona njumu umenyanyua kupeleka kwenye sehemu ambayo unahatarisha kumgonga mwenzako kwenye aidha kwenye mguu au kwenye goti na maeneo mengine, tayari inaashiria kadi nyekundu ina uwezo wa kutoka. Kwa hiyo inampa mwamuzi hadhi ya kutoa hiyo kadi nyekundu. Kwa hiyo ibakie yeye mwenyewe sasa atalitazamaje lile tukio na atalitafasiri vipi. Sawa kabisa. Yes. Katika jumbe fupi nikiangalia hapa watu wamemimina kweli jumbe zao. Anaitwa Musa kutokea Mwanza. Anasema kwa nini kitokea kosa alafu mwamuzi akienda kuangalia VAR, sisi huko kwenye TV tukiwa tunaangalia hawezi kutuonyesha kwa nini? Anasema hivyo kuna baadhi ya changamoto zinawekwa sawa. Kwa hiyo nadhani utakuwa anaonyesha kama kawaida hapo baadaye. Kwa Bongo marefali wameshindwa kutafsiri sheria za mpira wa miguu kwa VFS, mwenye kuianzisha hatumii na kukimbilia VAR ikawa kwenye kuipokea. Selema Mbea TZ anatokea anaandika hivyo. Mwingine anasema anaitwa Agustino Mpiruka aka kocha Iringa Mufindi anatokea. Anasema VAR ni nzuri ila kwa marefa wetu wanapochezesha wapunguze sifa, watende haki. Mwingine anasema mimi naona VS inasaidia wachezaji wa Simba wanavyocheza, waongeze umakini, watapewa sana kadi na ubora wa timu ndio unaonekana kupitia VS. Anaitwa Ali Fimbo kutoka Tabora Uyui. Mwingine anasema Saidi Kitulo anapatikana Razaba Kifiki, anasema mimi maoni yangu niombe wachezaji wawe na nidhamu katika uwanja. Simba kadi 3 uoni mnaigharimu timu, niombe tu nidhamu iwepo uwanjani. Sawa kabisa. Joseph Kaboja akiwa anatokea Bariadi Simiyu anasema anatupata vyema kwenye uchambuzi wa T-Sport. Sawa, twende kwenye mada nyingine Jafet Simba. Ndio. Hii inahusiana na michezo yetu. Kuna mchezo wa tennis, alafu kuna mchezo wa cricket. Michezo hii ni miongoni mwa michezo ambayo Tanzania sio haichezwi sana, na mchezo wa gofu pia. Ndio. Sasa michezo hii ili iweze kubeba taifa, nini kifanyike? Kikubwa ni cha kwanza tuanze kuandaa mazingira ambayo ya kuwafanya watu waipende hiyo michezo. Kwa bahati mbaya ni kwamba ni michezo ambayo inachelewa mapema kuleta, yani inachelewa kuleta mafanikio. Wanajua michezo mingi sasa hivi imegeuka kwamba unapotaka kufanya mchezo ni lazima uiage familia kwamba nitarudi na kitu ambacho nitaweka mezani. Ikitokea kwamba hakuna kitu ambacho unaweza ukatoka na ukarudi ukaweka mezani, unapata wakati mgumu pia. Unaweza kukuta hata humo ndani ya familia kuna mtu akakwambia bana, hii issue mimi naona inakupotezea muda, achana nayo. Yaani katika nyakati za kukatishana tamaa, ambavyo ilitokea kipindi cha nyuma hata kwenye football, kwenye netball kulikuwa kuna hizo hali za kukatishana tamaa kwenye familia.
Nadhani sasa ni wakati mzuri kwamba mindset zibadilike, tuanze kuiangalia michezo kama hiyo, kwa sababu unaona jinsi ambavyo kuna wenzetu wengine kwenye mataifa mengine wanafaidika na michezo kama hiyo. Kuna watu wanaendesha maisha kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo cha msingi sisi kama nchi tunatakiwa kila mmoja ajue kabisa hiyo michezo na yenyewe pia inaweza ikamfikisha mtu kwenye ndoto za maisha yake. Watoto waandaliwe katika maeneo ya shule ambazo wanasoma, shule za msingi, sekondari. Waanzishe utaratibu huo wa watoto kushiriki kwenye michezo kama hiyo. Isiwe tu ni football pamoja na netball na michezo mingine, lakini hiyo na yenyewe pia itiliwe nguvu ili tuweze kusogea kufika kule ambako tunaamini kwamba taifa litakuwa lina mazingira mazuri ya kupata wachezaji wa aina nyingi. Lakini pia kitu ambacho watu hawajui ni kwamba michezo ni chanzo kikubwa sana cha fedha za kimataifa. Yani pesa za kigeni zinaingia sana kupitia michezo, kwa sababu ikitokea mwana michezo yoyote ambaye kutoka kwenye nchi yenu anafanya kazi nje ya nchi, moja kwa moja lazima alete matokeo mazuri nchini. Unaona watu kama wakina Sadio Mane wamebadilisha maisha kupitia football, lakini katika maeneo haya pia kuna watu wamebadilisha maisha kupitia michezo hiyo. Kwa hiyo cha msingi tubadilishe jinsi ya kuwaza. Tuwaze positive katika michezo hiyo, tuwapeleke watoto wakafanye, tuwasapoti, lakini pia vile serikali na yenyewe itengeneze mazingira hayo ili wote tuweze kwenda kwa pamoja. Sawa. Deus Ndogo, na mtazamo gani kwenye eneo hili? Ni kwanza mimi niseme kwamba kwa nature ya nchi yetu Tanzania, kwa aina ya michezo ambayo umeweza kuitaja, cricket, golf pamoja na tennis, tuna safari ndefu, lakini sio kwamba haiwezekani. Tuna safari ndefu, lakini sio kwamba haiwezekani. Nguvu kubwa sana kwa Tanzania wengi, mchezo ambao umeupa nguvu sana ni mpira wa miguu, labda kidogo na boxing, ndio michezo ambayo wameweza kuipa nguvu. Ni nature ya Tanzania, lakini sio kwamba hawawezi kubadilisha mindset zao na kuweza kurejea kuweza kupenda michezo mingine kama vile golf, tennis pamoja na cricket. Mimi rungu hili nalipeleka kwa Baraza la Michezo la Taifa, BMT. Wana kazi ya kufanya kwanza kwenye utekelezaji wa sera ya michezo ya taifa, namna gani ambavyo wanavyohakikisha kwamba michezo hii mingine inakwenda kukua katika ule mlengo ambao unatakikana. Wanafanya vizuri sasa hivi, support ni kubwa sana kutoka BMT, lakini bado huoni ule uthabiti wa kuhakikisha kwamba michezo hii inakuwa. Mfano hii Tanzania ukizunguka yote unakutana na viwanja vingapi vya golf hii nchi zaidi ya pale Jimkana labda na Lugalo kule, jeshini kule, viwanja vya tennis. Yaani Njombe ukute kuna uwanja wa tennis. Hicho kitendawili. Simiu ni hicho kweli kweli. Songwe kuna uwanja wa cricket. Kwa hiyo Mwanza kule huko. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tuna safari ndefu, lakini sio kwamba haiwezekani. Kwanza ni kwenye miundombinu ya hii michezo. Lazima uhakikishe kwamba kuna jengo viwanja vya kutosha. Maana ukiwa na viwanja kunapelekea watu kuweza kuwa na mazingira rahisi ya kuweza kushiriki katika mchezo husika. Lakini pia kingine, lazima tuwekeze katika wakufunzi. Hatuwezi kusema kwamba tunaiendea michezo ya golf, cricket na tennis basi na kuwa na wakufunzi. Ujerumani ilipotaka kuja kufanya mapinduzi ya soka, waliwekeza katika eneo la technical, ufundi, ukocha. Miaka ya 2010, 11, 12, 13, 14 wakaja akachukua kombe la dunia kwa sababu waliwekeza nguvu hapa kwenye ufundi. Ikaweza kurecruit wachezaji wengi vijana, ikawakuza, ikajengea mifumo ya taaluma ya mpira, wakaenda kufanikiwa katika kombe la dunia mwaka 2014. Lakini hata sisi tuna nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba tukitaka kuweza kuanza kupiga hatua katika golf, tuandae wataalamu ambao watakwenda mtaani kwenda kufundisha. Sijui cricket, tuandae wataalamu ambao watakwenda mtaani kwenda kufundisha. Sijui tennis, tuandae wataalamu ambao watakwenda mtaani kwenda kufundisha. Kwa hiyo kuna vitu hivyo, kwanza wataalamu, lakini pia miundombinu ya viwanja bado ni changamoto kwetu. Sera pia hazitekelezwi. Kingine mimi wanasemaga hapa kila siku, kuna vyama vya michezo BMT pale havina hata kalenda ya ratiba ya matukio ya mwaka mzima. Havina. Ni viongozi wale msimu huu watakuwepo, msimu ujao watakuwepo, na ofisi havina. BMT bado wanavilea. Unaona? Kwa BMT wana jukumu la kusimamia
lakini wana jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba wanavipushi hivi vyama vya michezo ambapo wakati mwingine tunaviona kama vile havifanyi kazi. Kuhakikisha kwamba vinakuja mtaani tunaona uhalisia wao. Mchezo wote ni mchezo ambao unaonekana. Yaani tukisema gofu, tuone watu wanacheza gofu. Cricket tuone watu wanacheza cricket. Siji tennis tuone watu wanacheza tennis. Sio kwamba bwana tuna chama cha gofu, hatujui hata ofisi iko wapi. Tuna chama cha cricket, hatujui hata ofisi iko wapi. Hatujui hata mashindano yanafanyika wapi. Kwa hiyo kuna shida pia kwenye namna ambavyo hivi vyama vya haya mashirikisho vinavyofanya kazi zao. Kuna namna wa kubali mabadiliko. Mabadiliko kubali ni pamoja na kuweza kuingiza watu wapya, lakini pia kuanza kutafuta namna gani bora kuweza kupeleka hii michezo katika jamii na watu waipokee. Naamini watu wanaweza kuipokea vizuri kabisa. Nadhani hilo ni kitu kingine ambacho naweza tukaongezea hapo juu. Ni kwamba tusije tukawa tunasema tu hivi. Wapo watu ambao wamefanikiwa kwenye hiyo michezo. Kwa mfano ukimwangalia Serena Williams pamoja na mdogo wake Venus. Lakini ukija kwa Tiger Woods kwenye gofu, kwenye eneo la gofu, ni watu ambao wamefanikiwa sana. Lakini kuna Vegas ambao wamefanikiwa kwenye eneo la volleyball. Unaona jinsi gani ambavyo wanaendesha maisha katika mazingira mazuri kabisa kutokana na michezo hiyo. Sawa kabisa. Yes. Naambiwa ni wakati wa mapumziko kidogo, tupate mapumziko kisha tutarejea, na tukirejea tapita na jumbe zako ambazo umezituma hapo katika kishikwambi chetu hapa ndani ya T-Sport. Twende mapumziko, tutarejea. Naam, T-Sport imerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, ikiwa ni saa 4 na dakika 6 hivi sasa. Na kwenda katika ujumbe fupi, nipitie jumbe zako ambazo umezituma popote pale wakiwa wanategea macho T-Sport katika siku ya hii leo. Ujumbe fupi wanasema anatokea Ukerewe. Anasema cha Muhunda, kwani Simba na Dumbia wamesajili au wamewapa tu kama msaada? Anauliza namna hiyo. Dumbia kasajiliwa bwana. Alex anatokea Geita, anasema VS iboreshwe, na pia mbona mwamuzi aliyechezesha Simba na Singida hajapewa adhabu, kapewa penalty? Sijakuelewa hapo ndugu yangu. Sawa. Mwingine anasema anaitwa Majaliwa Isa wa Mvumi Kilosa, anayetaka timu yake ya Yanga ushindi. Anaandika hapo, mimi ni Baleke Dundu, mshabiki wa Simba, naomba kadi zipungue, wataacha tuichukie video support. Nashukuru sana hapo studio. Ameandika namna hiyo. Jumbe zenu andikeni zinyooke kidogo ili tusome vizuri. Na sisi tunapata shida unapoandika ujumbe wa kupinda pinda. Pongezi kwa wachambuzi kwa kuzingatia michezo, sio shabiki. Anasema Mwampashi wa Kale Musica, wazee wa kumimina chini ya Mwampashi, anaandika hivyo. Sawa, mwingine anasema Majaliwa anatokea Runzewe Kaniha, Simba atacheza lini? Simba nadhani baada ya kesho hivi anaweza akachukua tena uwanjani. Anaitwa Mtumkuru, anatokea Ukerewe, anauliza una swali lake lile kuhusiana na Simba anacheza lini. Timu ndogo zilikuwa zinakosa haki, lakini sasa hivi mambo poa. Evod anaandika ujumbe wake. Mwingine anasema anaitwa Fredius nani huyu, namuona Silveri, anapatikana Kafunjo Karagwe. Anasema hivi, kwa nini Simba tumepigwa kadi nyekundu nyingi? Nashauri tuzikatie sheria za mpira, hata tukifungwa lakini tuonyeshe nidhamu. Shida hapo ni nidhamu tu ndugu yangu, hakuna solution nyingine. Nidhamu, wachezaji wawe na nidhamu, mambo yatakuwa mazuri. Yeye ni Alpha, anatokea Songea, anaitakia Yanga kila laheri katika mchezo wa leo. Yanga ikienda kucheza na JKT Tanzania majira ya jioni, mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara. Anaitwa Robertinho kutoka Matombo, Morogoro, kwa sina shaka. Anaitakia maandalizi mema timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba. Shukrani sana Robertinho. Kipindi kinaruka kwa udhamini mzito kabisa wa Lasso Stationery. Hao bwana Lasso Stationery wanakuwekea kila kitu sawa sawa kabisa. Mambo yanakuwa mazuri kwa maana kwamba wanatengeneza muonekano wa hadhi ya juu katika vitambulisho, vitabu, majarida na stika za bidhaa. Lakini pia wanafalisha chapa yako katika t-shirt, vikombe ama jezi, pia beji kwa finishing ya kimataifa, large format za uhakika, ikiwemo kuanzia banners, roll-ups mpaka tear drops zinazopepea kwa ushindi. Lakini pia wanapendezesha ofisi yako kwa picha mbao, picha saa zenye ufundi wa kipekee.
na wanatengeneza banners za 3D kwa uzuri kabisa, na wenyewe wanakuambia njoo na wazo lako, utakupeleka unakotaka kwa ukubwa. Hao ndio Lasso Stationery, ni kupitia 0712 86 30 25. Hao ndio Lasso Stationery. Sasa tunavuma katika anga la kimataifa hivi sasa. Tunakwenda kuya vinjari yale ambayo yamejiri katika uga wa kimataifa. Katika anga la kimataifa bwana Jafet, kuna uwepo wa sheria mpya kwa makipa wa EPL, ligi kuu soka England. Ndio. Sheria hizi zimetolewa kwa lengo la kuzuia ule upotevu wa muda. Maana golikipa anajifanya kaumia, sijui anagaragara pale ili mradi muda uende. Ndio. Au anajifanya anadaka, anazuga na ule mpira ili kutuliza pengine pressure ya timu, lakini muda pia unakwenda. Sheria hizi zinaweza zikasaidia kama suluhisho la kuokoa muda wa mechi husika. Zinaweza zikasaidia sana, na tukiangalia kwa mfano kombe la dunia ambalo limemalizika, kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimeboreshwa na vilifanya mazingira ya uchezaji wa mechi, dakika zote zile 90 ambazo tunategemea watu wacheze zikawa zinatumika vizuri. Katika moja ya vitu ambavyo watakuwa wamevifanyia kazi vizuri na vitasaidia katika maeneo mengi ni eneo ambalo magolikipa walikuwa wakitumia kupoteza muda. Kwa mfano ile sheria ambayo inasema golikipa akamate mpira ndani ya sekunde 8, akizidisha zaidi ya hapo inabadilika inakuwa ni kona. Kwa hiyo hiyo tu pekee inamweka katika tension golikipa kwamba nikianza kuleta janja kitakachotokea ni kitu ambacho kinaweza kikawa na madhara zaidi kwenye timu. Kwa mfano tukizungumzia ligi ya England, watu kama Arsenal kwao kona ni goli. Yaani wana mazingira ya asilimia kama 70 ya kutengeneza goli wanapopata kona. Kwa hiyo nadhani itaongeza tension kwa timu tofauti kujua kwamba tusiye tukazalisha mazingira kama hayo. Lakini hiyo pia inamfanya golikipa kurudi kwenye uhalisia wa kucheza mpira kawaida kama wanavyocheza wenzake. Kwa sababu golikipa alikuwa na ulinzi mwingi sana, hasa pale ambapo anapokuwa ameukamata mpira. Lakini vingine alikuwa na uwezo wa kujifanya anashusha pressure ya kushambuliwa. Kuna magolikipa wengine wanalala chini bila kufanya kitu chochote, yani hajaguswa, hajafanya nini, analala chini. Mpaka sisi ambao tunatazama tunakuwa tunajua kabisa kwamba kutokana na timu kushambuliwa sana, yeye anaamua kuteremsha pressure ya mashambulizi kwa kulala chini, kusingizia kwamba anahitaji matibabu. Lakini katika hii sheria iliyokuja ninaona kabisa jinsi ambavyo itakuwa inawashughulikia katika mazingira hayo, kwa sababu ilikuwa anaweza kufanya hivyo lakini zeni asipate hata kadi ya njano, kwa sababu ya muamuzi kuona kwamba tunampa nafasi golikipa tumlinde awe salama wakati wote, kwa sababu ni mtu ambaye afya yake ikiwa katika mazingira magumu inaweza ikaharibu mazingira yote ya mchezo. Ndio maana unaona hata wakati wa kuanzisha mchezo muamuzi huwa anaangalia magolikipa wote wawili. Anaangalia golikipa wa kwanza na golikipa wa pili kwamba mko tayari. Alafu zeni ndio anapuliza filimbi kuruhusu mchezo uanze. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanaheshimiwa sana. Walipewa hadhi moja ambayo ilikuwa inawafanya wanafanya mambo mengi ambayo mengine yalikuwa ni ya hovyo katika zile dakika 90. Lakini hii itasaidia kwa sababu hizi sheria zimekuja moja kwa moja kuwabana wao. Kuna mambo ambayo wanatakiwa kuyafanya kwa wakati ili kumuokolea mwamuzi dakika ambazo wanatakiwa kuzichezesha, lakini pia vile vile kuokoa hiyo, unajua wakati mwingine pia kupoza kasi ya mchezo inaweza kawa ni faida kwako wewe na timu yako, lakini sisi watazamaji ambao tunatazama mchezo inatuondoa katika ule uwepo wa kuiona mechi ina ladha ya namna gani. Kwa hiyo yote ni maboresho ambayo yatakuja kuleta ladha zaidi katika mchezo. Utamwona golikipa anadaka kwa wakati anaanzisha ili mpira uendelee kuchezwa. Sasa Deus la ndogo hapo itakuwaje sasa kama endapo golikipa ameumia na kweli ameumia, sio kwamba anadanganya. Alafu muamuzi akamchukulia kama vile amedanganya. Sasa mkanganyiko unakuja hapo. Msuli umekamata.
Unajua mwamuzi naye ni mwanadamu. Anaangalia. Ndio maana ukiangalia mara nyingine unaweza kukuta kweli golikipa kaumia. Lakini huenda muda mfupi uliopita pia aliumia. Sasa kuna nyakati anaweza akaumia ili hali kaumia kweli. Kuna nyakati inaweza akaumia ili hali hajaumia. Sasa ndio maana ukiangalia kwenye mazingira ya kawaida huwa wanaonyeshwa kadi za njano, lakini pia nyakati nyingine mwamuzi anamwambia nasimamisha muda. Yaani muda huu mimi unahesabika ambao wewe umefanyaje? Umelala. Ukweli ni kwamba watu wanalipa viingilio wanakwenda viwanjani, si ndio? Ukweli ni kwamba watu wamewekeza fedha nyingi sana kwenye huo mpira ambao matangazo wengine wanaangalia kupitia television. Lengo ni moja, kulipata nini? Burudani. Mtu anatoka asubuhi nyumbani kwake kwa lengo la kwenda kutazama mechi ya saa 10 jioni. Sasa utafiti ambao ulifanyika wanakuambia mechi ambayo inachezwa kwa muda mrefu ni dakika 58 pekee. In pitch. Dakika 58 pekee. Hizi dakika zingine ambazo zimebaki katoka, golikipa kalala, foul imechezwa, hasa dakika 58 pekee ndo mechi inachezwa kwenye pitch. Sasa wakaona namna gani ya kuweza kuboresha hizi kanuni. Ukikumbuka kombe la dunia la mwaka 2022 walikuja wakawa wanaongeza dakika nyingi sana. Dakika 10, 13 kawaida kwa ajili ya kufidia muda ambao unapotea. Lakini kuja mwaka 2026 moja kitu ambacho walikiboresha ni kanuni ndogo ndogo ambazo zinamhusu mtu mmoja kwa moja, ikiwemo golikipa. Amezungumza kwamba dakika 8 ukikana mpira ambao tayari umedaka ni kona. Sekunde. Lakini pia sekunde 8 mpira ambao umeweka chini hujaanzisha goal kick. Kona. Nimeona pia hata kwenye ligi ya Tanzania hiyo imetokea ujue kwenye moja ya mechi golikipa alikuwa ameweka goal kick hasa hajapiga kwa wakati. Ikawa kona. Umeona? Kwa hiyo hii yote ni kuweza kuhakikisha kwamba mpira unachezwa ndani ya dakika zile ambazo zimekusudiwa 90. Nje na hapo inakuwa nini? Ni adhabu ili kuhakikisha kwamba watu wanapata burudani ile ambayo inatakikana. Sio hapo tu. Mchezaji kuingia na kutoka akienda nje akienda nje kwa kuchelewa, yule alibaki nje yule anatakiwa kuingia na dakika moja nje. Hakuna kuingia. Wenzake wako wanaendelea kucheza wakiwa 9 uwanjani. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo hii yote ni kuhakikisha kwamba mtu akienda uwanjani kwenda kutazama mechi basi aipate ile burudani ambayo inatakikana. Mtu akikaa kuangalia mechi kwenye TV aipate ile burudani ambayo inatakikana, tofauti na ule ambao zamani magolikipa wametuumiza sana kuweza kupoteza muda. Kwa hiyo ni kanuni ambazo kiukweli zitasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kupunguza upotevu wa muda kwa magolikipa wengi sana ambao miaka ya nyuma walikuwa ni kama mwanya kuweza kutuliza mashambulizi. Sawa kabisa. Tunaendelea bado kushambulia mada zetu, lakini pia sikusahau wewe mtazamaji ambaye uko pamoja nasi katika ujumbe fupi. Huyu anasema anamuona Bernard Sichula. Anasema Sibango viongozi mnatuumiza sana mashabiki. Kweli mnatuletea dumbia, mnamwacha Suleiman Mwalimu. Anaandika namna hiyo. Mwingine anasema anaitwa Baraka Lolinga, anapatikana Leganga, Kongwa. Anayetakia ushindi mkubwa timu yake ya Yanga ambayo anacheza siku ya leo. Huyu mwingine anasema anaitwa Mashaka Mtanga akiwa Manyoni, mwa Magembe. Anakubali sana. Anasema anakubali sana watangazaji isipokuwa serikali yetu ina nguvu sana. Kwa nini inashindwa kusaka vipaji kwenye shule za msingi? Kuna vipaji vingi tu huko, hususani hapa mwa Magembe. Asanteni sana na asubuhi njema. Shukrani sana na wewe ambaye umekuwa pamoja nasi hapa. Huyu anaitwa Ali, anapatikana Arusha. Anasema Simba wanacheza lini? Ngoja tutaangalia ratiba hapo. Maanake nilisema kwamba yawezekana baada ya kesho wakacheza tena mchezo mwingine. Vincent Maduka kutoka Bukombe, nidhamu itumike uwanjani kwa wachezaji wa Yanga, maana marefa wanawacha tu kinabaka na Sharulile. Anaandika hivyo. Mwingine anasema anaitwa Teresia Paulo, anatakia Yanga ushindi katika mchezo wao. Huyu anasema anaitwa Michael Mahruf Kachala. Anasema Simba wamezoea kubebwa, safari hii hakuna kubebwa, Yanga bingwa. Amemaliza namna hiyo. Paul John yeye anatakia timu yake ya Yanga ushindi. Sawa, tuwezetu katika swala lingine hapa. Tumeachana na ile la sheria kunako EPL, twende kuangalia kocha Patrick Vieira, mchezaji wa zamani wa Arsenal huyu. Yeye hivi karibuni aliteuliwa rasmi kuinoa timu ya taifa ya Senegal, ndo anachukua majukumu hayo kuinoa timu hiyo. Je, viatu vitamtosha Patrick Vieira ama itakuwaje?
Bwana Japhet Simba wanamfahamu vizuri huyu bwana. Yes. Patrick Vieira. Patrick Vieira, yes. Mimi nasema tu Senegal wamepata bonge la kocha. Wamepata jembe. Kutokana na jinsi ambavyo CV yake inaonyesha. Kwanza ule uzoefu wa kucheza kwenye ligi ya England katika kipindi ambacho wachezaji wengi wa Kiafrika hawajaanza bado kucheza England. Lakini yeye alicheza Vieira ni kutoka Ufaransa. Kuweka sawa ili kidogo. Unaona jinsi ambavyo yeye alicheza kwa mafanikio makubwa akiwa katika klabu ya Arsenal. Lakini baada ya hapo amekuwa akihusika kwenye mambo mengi sana ya kiufundi katika vilabu vingi vya Ulaya pale. Uzoefu ambao umeupata katika mazingira hayo, na kikubwa zaidi ni kwamba soka letu la Kiafrika hivi karibuni, kwa mfano ukimwangalia ule kocha wa Senegal ambao aliyemaliza muda wake, yes, kumekuwa na msuguano mwingi sana baina ya kipindi ambacho tunamaliza AFCON katika mazingira yale ya timu yake dhidi ya Morocco. Kumekuwa na msukumano mkubwa sana na misimamo yake ambayo ionyesha. Kwa hiyo unaona kama kuna kitu ambacho kunahitajika mgeni mwingine ambaye aje atulize ile hali ya msuguano iliyokuwepo. Yeye kama kocha alikuwa na misimamo migumu sana, lakini naamini Vieira kwa sababu ya jinsi ambavyo uzoefu aliopitia katika sehemu nyingi Ulaya alizofanya kazi, anaweza akaja na jambo jipya zaidi kwa Senegal. Senegal wana wachezaji wengi ambao ni wazuri, na uzuri wao ni kwamba wanacheza mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo wanahitaji tu mtu wa kuwa connect vizuri, kwamba hawa wachezaji wangu ni huyu na huyu na huyu, tukija tukikaa pamoja nini ambacho tunatakiwa kukifanya. Zaidi ya wachezaji wengi wanajua vitu ambavyo vizuri wanavyofanya kwenye vilabu vyao. Ukiangalia wakina Ismail Sarri wanatoka pale Crystal Palace wanafanya vizuri kwenye ligi ya England. Huyu mwenyewe Sadio Mane pamoja na kwenda Falme za Kiarabu kwenda kucheza soka, lakini ameshacheza vitu sehemu nyingi kwenye timu ambazo ni za kueleweka. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo yeye kama Vieira akija pale ataweza kusimama na unajua mara nyingi kocha anapokuja wakati mwingine anasaidiwa na historia. Ukiingia kwenye chumba ile dressing room ukawaambia kwamba jamani, nadhani mimi mnanijua ni nani, nini nimefanya katika soka hili. Kwa hiyo ninachokuelekeza nisikilize ili tupate matokeo ambayo ni positive. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hata wachezaji wengine pia wana uwezo wa kukaa vizuri na kumsikiliza Vieira, kwa sababu wanaamini kwamba ni mtu ambaye amewazidi kwenye level nyingi. Na hiyo mifano ilishatoka kwa mchezaji kocha kama Jose Mourinho ambaye hakucheza soka. Kuna wachezaji wengi aliwahi kusuguana nao, ukimwangalia Sergio Ramos, beki Sergio Ramos waliwahi kusuguana sana katika vyumba vya kubadilishia nguo, lakini sidhani mambo kama yanaweza kumtokea mtu kama Patrick Vieira. Kwa mimi naona Senegal wamepata kocha ambaye ni sahihi kwa wakati ambao walikuwa nao. Deus, mtazamo wako ni upi? Vieira kama anavyosema Japhet kwamba anacha kujielezea mbele ya wachezaji, hasa kwa namna yeye alivyobonda katika miaka ya nyuma. Lakini ukija kwenye CV ya ukocha ama katika eneo la ukocha, hana historia ya kutisha sana katika eneo la ukocha kabisa. Atawatambia nini wachezaji? Kwanza Patrick Vieira kwa ambao hawamfahamu vizuri, jenzi amezaliwa mwaka 1976. Mwaka huu anatimiza miaka 50. Ana uraia pacha wa Senegali na Ufaransa. Na FIFA iliwahi kumtaja kama miongoni mwa wachezaji 100 of all the time of the world. Yaani miongoni wa muda wote wa dunia. Miongoni mwa wachezaji 100. Kwa hiyo ameubonda vizuri kabisa. Anaujua, umeelewa? Faida ya kupata kocha ambaye ameweza kucheza uwanjani, anakupa experience ya darasani, kasoma kama kocha, lakini pia experience ambayo ye mwenyewe pia kaucheza mpira wa miguu. Tofauti na kocha ambaye kapita darasani hajacheza, kuna mazingira anakuwa hayafahamu vizuri. Sasa Patrick Vieira ni miongoni mwa kocha ambao wana hiyo sifa kwamba amecheza lakini pia kasoma darasani. Timu zake ambazo amepita kwa mafanikio makubwa sana, miongoni mwa timu ni pamoja na ametaja Arsenal, si ndio? Lakini pia ukija kwenye CV yake ya ukocha, kiukweli hata mimi nilikuwa naiangalia, bado ina maswali mengi sana. Sio kocha mwenye mafanikio makubwa sana kiasi hicho kwenye trophy. Lakini
hata mbuyu ulianza kama mchicha. Maana lazima wampe imani. Shida yangu mimi ni moja tu kwa Senegali. Senegali haina shida in pitch. Ina shida nje ya uwanja. Yaani Senegali hapo vurugu nyingi, mara shirikisho, mara nini. Senegali na kila kitu, wachezaji inao wa kila aina ambao wanacheza katika ligi shindani. Shida ni nje ya uwanja. Tunajua kisanga cha Pape Thiaw, kocha ambaye ameondoka, alikuwa pale kwa miezi mingi sana, hana mkataba. Taarifa zilikuwepo amekaa miezi 6 hajalipwa mshahara. Imagine, umeona, ni kocha wa timu ya taifa. Wamekwenda kombe la dunia, taarifa zilizokuwepo walikuwa wanakaa kwenye hoteli ambayo ni low quality, ambao haiendani na hoteli ambayo inapaswa kuweza kufikia timu ya taifa. Kwa hiyo wana maisha nje ya uwanja ambayo huenda kama wakiweza kumtengenezea pia maisha hayo, Patrick Vieira anaweza asiende kuwapa kile kitu ambacho wanakitarajia. Kwa hiyo wanaweza kuwa wamepata kocha bora, lakini maisha nje ya uwanja yakaenda kuathiri performance ya kocha. Wanapaswa kuweza kuondosha makandokando ambao wako nayo nje ya uwanja, ikiwemo mishahara ya timu, mazingira bora ya timu, ya kambi na nini, lakini kocha pia akaweza kumboreshea kila anachokitaji. Mimi na imani kabisa kwamba anaweza kwenda kufanya vizuri. Na tena kikubwa zaidi ni kwamba ni mzalendo, ni wa taifa lake la Senegali, licha kwamba ana uraia pacha. Kwa hiyo wamepata kocha ambaye kama wakiweza kuondoa makandokando nje ya uwanja, anaweza kwenda kufanya vizuri. Sawa kabisa, anaweza kwenda kufanya vizuri Patrick Vieira. Kiwa zimesalia dakika chache tu kabla hatujamaliza hapa, nikupitisha katika yale matokeo ambayo yametokea hapo jana usiku katika michuano mbalimbali ama ligi mbalimbali kule Ulaya. Premier League England, Brighton alikuwa anakidimua na Aston Villa. Brighton ikashinda 4-0. Manchester City kamchapa FC Bournemouth bao 2-1. Mechi nyingine Newcastle United na Liverpool wametoka sare 2-2. Atletico Madrid kule Hispania katika La Liga mwenyewe ametoka sare 2-2 na Villarreal. Alafu Getafe akamchapa Santander 1-0. Elche akachapwa na Barcelona bao 5-0. Barcelona akiwa ugenini katika mchezo huu ambao umechezwa usiku mwingi katika hiyo siku ya jana. Si hilo tu, kuna mechi zingine ambazo pia zimechezwa kulingana na muda. Twende katika mechi ambazo pia zitachezwa leo. Leo hii ni wanasema Monday Night Football. Mechi moja zinachezwa katika ligi mbalimbali, ambako Uingereza kule katika Premier League, Fulham na Chelsea, Osasuna dhidi ya Levante kule La Liga, lakini pia Malaga dhidi ya Deportivo La Coruña. Alafu Serie A Italy kuna mechi mbili, Bologna dhidi ya Lazio, AS Roma dhidi ya Fiorentina. Alafu pia kuna DFB Cup raundi ya kwanza, kuna mechi pia zitachezwa ambako Helsinki FC anakipiga na Schalke. Alafu Wolfsburg dhidi ya Athletic na Ver SC anakipiga dhidi ya Hamburger SV. Mechi hizo zitachezwa katika maeneo tofauti. Mechi ya kwenda leo ni ipi bwana? Wakati tukiwa tunamalizia, kuna Fulham na Chelsea, kuna Osasuna na Levante, kuna Malaga dhidi ya Deportivo La Coruña. Fulham na Chelsea nao ni bonge la mechi. Yes, ni bonge la mechi, na nadhani katika mechi ambazo za Jumatatu hii inaweza ikatupa na yenyewe matokeo tofauti, kwa sababu mara nyingi England kuna tatizo moja. Ukicheza mapema saa 9 kwa saa za huku kwetu, huwa yaani kuna mkubwa yote anaweza akaumia. Lakini pia vile ukicheza Jumatatu kuna mazingira ambayo yanakuwa magumu sana. Na Chelsea kwa ugenini katika hii mechi. Yes, lakini maoni ya mdau mmoja ambaye nataka kidogo niweke hapo. Anasema anashangaa sana Jeremy Frimpong anacheza Liverpool, lakini Yao Kwasi anacheza Yanga. Hiyo umeelewa kitu gani kinaendelea hapo? Performance ya nani kwenye mchezo wa Liverpool na ambao wamemaliza 2-2. Jamaa alikuwa na kiwango cha hovyo sana. Yes. Kabisa. Kwa hiyo bora Yao Kwasi angekaa kule alafu akashift akarudi huko. Na Liverpool wameanzia kama walipoishia Liverpool msimu jana. Yes. Angalia wametoa sare ya bao 2-2. Wasipokaa makini wanaweza wakaendeleza kama pale walipoishia. Yaani lile jini la kocha Jurgen Klopp bado anaendelea kuwatafuna. And huyu kocha mpya ana wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba kurejesha yale makali ambayo alikuwa nayo Liverpool kwa misimu miwili iliyopita. Sawa, asante Deus Elandogo. Shukrani sana Deus pamoja na Jafet Simba. Muda umetuishia. Shukrani pia kwa mtazamaji ambaye alikuwa anatazama, lakini pia ametuma ujumbe fupi na tumeusoma hapa. Jumatatu nyingine nao ni siku T-Sport inaweka nanga hapo, na sasa nakuacha na
makwarukwaru kama ilivyo kawaida. Mimi ni Aaron Mpanduka. Ule fanya anakimbia nini?